kia kutoka kwake siku baada ya siku, onyo baada ya onyo, ikitutia moyo katika kuvunjika kwetu moyo, ikiwa ni hali ambayo haiepukiki kwa kila mwanadamu ambaye yuko chini ya jua, kuvunjika moyo na kupatwa na hali ya fadhaa. Sawa, tumekuwa tukiendelea na lesoni mbalimbali ambazo zimekuwa zikifunua hila za shetani na jinsi anavyotenda kazi. Lakini last week tulisema katika sabato iliyopita kwamba shetani anachofanya hana kingine ambacho anatamani afaulu sana kuliko kumshikilia mwanadamu katika uovu ama katika dhambi, mpaka hatua ambayo atakuwa hawezi kabisa kukubalika tena mbele za Mungu, kwa maana atakuwa amechelewa. Na hiyo ni maandiko hayo. Sasa hayo ni maandiko. Karibuni wote katika kipindi cha leo. Sasa tulisema katika kipindi kilichopita, sabato iliyopita, ya kwamba shetani anachofanya sio kitu kingine ila ni kumshikilia mwanadamu katika mazoea mabaya, katika tabia ambayo haipatani na ufalme wa mbinguni, hata kama ni moja tu, mpaka hatua ambayo mwanadamu hawezi kusamehewa kabisa hatia hiyo ama dhambi hiyo, na ndiyo furaha ya shetani. Kitabu cha Pambano Kuu sura ya 32, Great Controversy chapter 32, na tanzia paragraph ya kwanza. Kwenye hii ya Kiswahili ni ukurasa wa 430. Pambano Kuu 430. Ni mwanzo kabisa mwa sura inayosema mitego ya shetani. Na kabla tusome, tuliwahi kusema katika mwendelezo mfululizo wa masomo haya kwamba hakuna namna ambayo utamshinda adui. Adui ataweza kushinda dhidi ya adui zake asipojua kwanza hila za hao maadui ama mbinu wanazotumia. Hakuna namna mtu ataweza kushinda. Katika Injili Kristo aliwahi kututangazia ya kwamba hakuna mtu ambaye akiwa mfalme ama jemedari wa vita akitaka kupigana vita, ambaye hapigi hesabu kwanza ya wanajeshi wake, uwezo wake kwanza akaupima kwenye uwezo wa yule anaenda kupigana naye, aone kwamba hiyo vita ataweza kushinda ama la. Na sisi hatuna namna ya kutathmini vita hii tulio nayo tusipojua kwanza adui yetu anafanya nini. Pambano kuu kati ya Kristo na shetani ambalo linaendelea kwa karibu miaka 6,000 karibu linakwisha. Na hivyo mwovu anazidisha juhudi zake maradufu ili kushinda kazi ya Kristo anayoifanya kwa niaba ya mwanadamu na kukaza watu katika mitego yake. Anasema hivi, kwa kadiri anavyoona kuwa mwisho unaelekea kufika kabisa, shetani anachofanya anaongeza juhudi zake kushindana maradufu kutaka kushinda kazi ya Kristo ambayo anaifanya kwa niaba ya wanadamu na kukaza watu katika mitego yake. Swali, Kristo kuna kazi ambayo anaifanya kwa niaba ya wanadamu. Ni kazi gani? Uombezi na upatanishi, ambayo inahusisha wanadamu moja kwa moja, kila nafsi. Asa anasema kuwashikilia watu katika giza na kutotubu mpaka upatanisho wa Kristo unaisha. Na anaongezea kusema kwamba
na huku hakuna dhabihu nyingine tena kwa ajili ya dhambi, ndilo lengo analotafuta kulitimiza. Mwisho wa kunukuu. Happy Sabbath, happy day. Sasa hiyo ni maandiko. Hiyo aya inatosha kutukumbusha tulichojifunza last week na katika lessons zilizopita juu ya hila na mitego ya Shetani. Sasa leo tunaenda kuona kipengele kimoja ambacho kinaweza kuwa tu kifupi juu ya hali ya mwanadamu ambaye anapatanishwa, ambayo kazi ya Kristo inahusiana na upatanisho nafsi ya mwanadamu moja kwa moja. Sasa leo tunaenda kuona kazi ambayo Kristo anaifanya kwa wanadamu, jinsi ambavyo inamhusu mwanadamu moja kwa moja na ni kwa namna gani. Tutakuwa na somo ambalo tunaweza kuliita usadikisho. Usadikisho, sijui hicho Kiswahili huku kinajulikana. Ni neno ambalo neno lake la asili linatokana na neno sadiki. Sawa? Haya, kusadiki in English tunaweza kusema nini? Conviction. Ndio hiyo. Sijui kama ni hiyo, lakini ieleweke tu usadikisho ni sentensi ambayo inaonyesha kusadiki ama kupata evidence vividly kuhusu jambo fulani. Na baada ya usadikisho huwa kinafuata nini? Baada ya kuwa usadikisho umekamilika ama umepatikana kwenye nafsi ya mtu, kwa maana usadikisho unafanyika kwa nafsi ya mtu. Baada ya hapo kinachoendelea huwa ni kitu gani? Tuone kitabu cha Yohana sura ya 12 aya ya 42. The book of John chapter 12 verse 42. Yohana 12:42. Kwa wale ambao ndio tunaungana sasa, tunaweza kurejea kidogo nyuma hapo kwenye nafasi ambazo Bwana alitupatia kwa kujadili mada zilizotangulia ili tusaidie kuunganisha hii nayo. Maandiko yanasema, tumefika John chapter 12 verse 42. Walakini hata katika wakuu walikuwamo wengi waliomwamini, lakini kwa sababu ya Mafarisayo hawakumkiri. Tunamzungumzia Yesu. Wasije wakatengwa na sinagogi. Aya ya 43. Kwa maana walipenda utukufu wa wanadamu kuliko utukufu wa Mungu. Mwisho wa kunukuu. Katika mafundisho ama katika lesson ambayo Yesu alizitoa kwa Wayahudi kama taifa na kwa kila mmoja mmoja kuhusu ukweli wake wa neema, katika mahubiri yote Yesu aliyoyatoa, wengi sana walistaajabu. Walishangaa kuona kwamba mtu huyu ambaye amezaliwa tu na mwanamke kwenye hori la ng'ombe pale Bethlehemu, mbona anaongea mambo haya makuu asiyo yanena mtu? Wengine wakatumwa wakaja wakasema hayo mambo kwamba yule mtu yule mnaye tutuma kwenda kumleta, hakuna mwanadamu aliyewahi kunena maneno kama anayosema yeye. Sasa kwenye hayo wamo wengi ambao walikuwa ni Masadukayo na Mafarisayo. Hasa makundi hayo mawili walikuwa wengi ni waheshimiwa, hasa Masadukayo. Viongozi wakubwa wenye vyeo na wenye heshima na matajiri walikuwa wanatoka sana katika jamii ya Masadukayo. Hasa maandiko yanasema kwamba katika wakuu
walikuwamo wengi waliomwamini Yesu, lakini kwa sababu ya Mafarisayo wasije wakatengwa na masinagogi, hawakumkiri. Sawa. Sasa mambo hayo yaliandikwa ili yapate kuwa nini? Ushuhuda kwetu sisi ambao tumefikiwa na miisho hii ya zamani. Andiko anasema kitabu cha Yohana hicho hicho hapo nyuma kidogo kwenye sura ya 9. Kuna muujiza Yesu aliufanya katika kuanzia fungu la ngapi? Fungu la 24. Tunaweza kuruka kidogo kwa ajili ya wakati, lakini ili mradi tu tuelewe kisa kilikuwa kinahusu nini. Basi mara ya pili wakamuita yule mtu aliyekuwa kipofu, wakamwambia, mpe Mungu utukufu, sisi twajua ya kuwa mtu huyu ni mwenye dhambi. Basi yule mtu akajibu kwamba yeye ni mwenye dhambi sijui. Najua neno moja, ya kuwa mimi nilikuwa kipofu na sasa ninaona. Hiyo ndio najua tu. Basi wakamwambia, alikutendea nini? Alikufumbua macho jinsi gani? Fungu la 27. Yohana 9:27. Akawajibu, nimekwisha kuwaambia wala hamkusikia. Mbona mnataka kusikia tena? Ninyi nanyi mnataka kuwa wanafunzi wake? Basi wakamshutumu wakasema, wewe u mwanafunzi wake yule, sisi tu wanafunzi wa Musa. Hello. Sisi twajua ya kuwa Mungu alisema na Musa, bali yule hatujui atokako. Hayo ndiyo maneno ya Mafarisayo, ambayo kimsingi katika hao wakuu maandiko yanasema walikuwemo wanaomwamini. Unaelewa hiyo? Kwa hiyo inawezekana hata haya maneno wanayazungumza wakiwa wanafanya kinyume na nafsi zao wenyewe, wanapingana na nafsi zao wenyewe. Nafsi zinaelewa, zinaamini. Sawa. Sasa tutakuja kuona ni namna gani ndani ya mtu mmoja unaweza ukawemo uongo na ukweli kwenye nafsi moja. Yaani mdomo wa mtu unaweza kuzungumza jambo ambalo akili yenyewe ya kwake huyo haiwezi kulikubali, haikubaliani, ila mdomo unaweza kulisema, moyoni halikubaliki. Sawa. Tuende mbele kidogo kwenye fungu la 39. Kabla tufike 39, hebu tusome fungu la 30 na ngapi? La 32. Asema, tokea hapo haijasikiwa ya kuwa mtu anayefumbua macho ya kipofu ambaye alizaliwa hali hiyo. Kama hayo yasingelitoka kwa Mungu. Kama huyo asingelitoka kwa Mungu, asingeliweza kutenda neno lolote. Hayo ni maneno ya yule bwana aliyeponywa. Wakajibu wakamwambia, ama wewe ulizaliwa katika dhambi tupu, nawe unatufundisha sisi? Wakamtoa nje. Swali, yule bwana alitolewa nje kwa sababu alikosea nini? Naomba twende pamoja. Wakamwambia hivi, yeye aliwaambia hivi, huyo mtu atakuwa ametoka kwa Mungu, kwa maana tangu kabla ya huyu hajawahi kufanya mtu muujiza kama huu. Na hapo nyuma ameanza kusema hivi kwenye fungu la 31, tajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu huyu akiwa ni mcha Mungu, na anasema bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kuyafanya mapenzi yake humsikia huyo. Hasa huyu kama ni mdhambi
amewezaje kufanya haya? Mungu amemsikiaje mpaka akafanya muujiza huu? Wakasemaje? Ama tunajua kweli wewe umezaliwa kwenye dhambi tupu. Unaelewa? Dhambi tupu, unaelewa? Ni mtu dhambi ambayo haijachanganywa na uwema wowote. Hiyo ndio inaitwa dhambi tupu. Unaelewa? Haya. Wanamshuhudia mwenzao amezaliwa kwenye dhambi nini? Tupu. Unaweza kutufundisha sisi? Wakamtoa nje. Na mimi nauliza hapo hapo, walimtoa nje kwa sababu gani? Alikosea nini? Kuna hicho kosea? Unajua hapo nimetoka kusoma majibu. Nauliza, huyu mtu alitolewa nje kwa haya maneno ya kumshutumu, alikosea nini? Tukielewa hii point hapa, hatuna haja ya kuendelea mengi sana, kwa maana point iko hapo. Ni kwa sababu alisema kwamba wewe umezaliwa katika dhambi tupu. Utatufundisha sisi? Sasa kesi kubwa ambayo leo tunajadili hapa ni kufikia hatua ya kukataa kufundishwa kwa sababu huyo anayekufundisha amezaliwa katika dhambi nini? Tupu. Swali, wao walizaliwa katika utakatifu Hapana, kwa maana ni wanadamu kama sisi, wa namna moja na sisi. Nao walizaliwa katika hali hiyo hiyo. Sasa Yesu akasikia, Bwana hicho kisa, akasikia kwamba wamemtoa nje. Naye alipomuona akasema, wewe wamwamini mwana wa Mungu? Akauliza swali. Sasa Yesu akajibiwa kwamba ni nani? Akauliza naye, ni nani Bwana nipate kumwamini? Yesu akamwambia, umemuona, naye anayesema nawe ndiye. 38 Yesu akasema, yule bwana akasema, naamini Bwana, akamsujudu. Sasa Yesu akasema, mimi nimekuja ulimwenguni humu kwa hukumu, ili wao wasioona waone na wanaoona wawe vipofu. Tusisahau mada yetu, tunazungumzia usadikisho. Nini usadikisho? Definitely usadikisho ni hali ambayo mtu anakuwa amepata vigezo ama ushahidi kamili juu ya kitu kiasi kwamba hana udhuru. Unaelewa? Yaani mimi nimekwambia kitu nikakupea ushahidi wa hicho kitu mpaka kiasi kwamba hauna udhuru tena, hauwezi kukwepa. Sadikisho. Sasa Yesu akazungumza sentensi hapa ambayo ilizua mgogoro baadaye, ya kwamba mimi ulimwenguni humu nimekuja nini? Kwa hukumu. Lengo ni wale wasioona, wale wanaoona wawe vipofu, na wale walio vipofu wapate kufanyaje? Wapate kuona. Hiyo sentensi wewe ungeielewa? Imagine ndio imezungumzwa saa hii. Mimi nimekuja hapa ili wanaoona wawe vipofu na wale vipofu wapate kuona. Swali, hapa sisi hapa kuna mtu angetoka anaona hapa? Sisi tunaona. Ungetoka vipofu, sasa ndio maana yake. Ungefurahia ujio wa huyo? Sasa maana yake nini hayo maneno, maana yake nini? Turejee wenyewe walielewa aje. Baadhi ya Mafarisayo waliokuwapo pamoja naye wakasikia hayo. Wakamwambia, je, sisi nasi tu vipofu? Kauliza swali hilo. Yesu akawaambia, kama mngekuwa vipofu msingekuwa na dhambi, lakini sasa mwasema twaona, basi dhambi yenu inakaa. Hiyo sentensi tunaomba tuielewe vizuri. Waliuliza nini? Unamaanisha nini Yesu? Sisi pia ni vipofu? Akasema hivi, bora mngekuwa vipofu. Kwa maana mngekuwa vipofu msingekuwa na nini? Na dhambi. Lakini sasa mnasema mnaona, na kwa sababu hiyo dhambi yenu inakaa. Kipofu anayezungumziwa hapa ni mtu ambaye yuko gizani juu ya jambo, hajui. Si ndio?
Japo kulikuwa na muujiza umepita wa kipofu wa macho ya nyama, lakini yanayozungumziwa hapa sasa sio nini? Sio macho ya nyama. Anasema hivi, vipofu wanaona kwa sababu mimi nimekuja, lakini ninyi ambao mnaona hamtaona kwa sababu nimekuja. Hiyo maana yake nini? Ni kwa sababu kuna watu ambao ni vipofu ila kwenye akili yao wanasema nini? Wanaona. Hello. Happy Sabbath. Happy day. Inawezekana mtu kuwa ni kipofu halafu hajui kama ni kipofu na anatangaza kwa nguvu kuwa anaona. Swali, akipita mtu ambaye yeye anawaponya wale vipofu, atamponya huyo? Akija hapo mtu ambaye anatafuta kipofu amponye, kuna mtu atamponya humu? Gravity. Akija hapa mtu daktari anatafuta mtu mgonjwa wa macho amponye, ambaye haoni, atapata humu? Hamna. Kwa hiyo ataondoka bila kufanyeje? Bila kumponya, kwa sababu hamna nani? Hamna kipofu. Sasa swali, kama angekuwepo kipofu kati yetu, halafu akakataa akasema mimi sio kipofu, mimi ninaona, tamtibu huyo? Anasema mimi ninaona, wewe unamlazimisha awe kipofu, wewe utamshughulikia huyo? Hapana. Sasa wale wanaume walikuwa hawaoni, kimsingi walikuwa hawaoni kiroho, hawaelewi. Ila ukiwaambia hawaelewi, mnakosana. Wewe waambie mnaelewa, nyie ndio mnajua kila kitu, watakubali. Sasa hao Yesu angefanya nini kwao? Kitabu cha Yeremia sura ya 17 aya ya 9. Yeremia sura ya 17 verse 9. Tumeona maandiko anasema, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha. Swali, nani awezaye kujua? Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kujua? Je, tunaamini kwamba moyo wa kwangu mimi unaweza kunidanganya mimi mwenyewe? Hiyo tunaamini? Moyo sio kwamba huwa mdanganyifu kuliko kitu chochote kwa wengine. Moyo unaweza kumdanganya mwenye nao. Unaelewa? Moyo unaozungumziwa hapa sio hii masikula vaso hii inayopiga inayopump damu. Hapo kinachozungumziwa ni akili. Kwenye maandiko akili imeonyeshwa mara nyingi kama nini? Moyo. Kwa maana akili ndio ambayo inabeba utambuzi. Hasa Mungu anasema hivi, moyo huwa mdanganyifu kuliko kitu chochote. Hakuna kitu kidanganyifu kama nini? Kama moyo. Anasema hivi, una ugonjwa wa kufisha, ni nani awezaye kujua? Verse inayofuata Mungu akajibu akasema ni yeye tu ndio anaweza kufanya hicho kitu. Unaamini kwamba unaweza ukaishi na mtu miaka 7 akiwa anakuambia I love you na hajawahi kukupenda? Ni sawa? Ni sahihi? Inawezekana. Unaamini kwamba kuna watu anaweza akaishi na mke miaka 7, kila siku asubuhi na jioni anamwambia I love you kila siku? Haimaanishi anamkisi kwenye uso, kwenye paji la uso, anamwambia mama ni wewe tu, wengine wote hasiwaoni. Unaelewa? But hajawahi hata kumpenda siku hii.
Sasa hapa ndio nataka tuelewane. Hiyo maneno hayo yanatokaga kwenye chemba gani ya moyo? Kwenye uliko? Eti hayo maneno ambayo anazungumza lakini sio ukweli, na anazungumza kwa vitendo, na anaweza kweli akawa anakuletea mahitaji yako, anakuhudumia kila kitu, lakini hajawahi kukupenda. By the way, unajua kuna kitengo cha usalama wa taifa, hicho kitengo sijui huku kinaitwaje, lakini ni kitengo ambacho kinahusiana na spying sana sana. Sasa ujua, unaweza ukakaa na mtu unachoma naye makaa miaka 10, wewe unajua ni mchoma makaa mwenzio, kumbe mwenzio anafanya kazi nyingine hapo, ana explore, anafanya mambo mengine tu. Wewe hapo anachoma naye makaa, mnahangaika huko, mnafanya mambo yenu ya jasho, anajitolea kweli, lakini haujawahi kujua kazi yake. Moyo huwa mdanganyifu kuliko kitu chochote, na una ugonjwa wa kufisha. Sasa ndio nataka tuelewane. Kuna sehemu kwenye akili ama kwenye ubongo ambayo huwa inaweza kusema kitu ambacho hakikubaliwi na ubongo wenyewe. Sawa? Kwenye mada yetu tusisahau, hebu tuone mfano mmoja wa mtu ambaye aliwahi kusadikishwa. Kusadikishwa. Kimsingi hata hao wakuu tunaozungumzia hapa ambao maandiko yanasema walikuwa wamemwamini Yesu, walikuwa wamesadikishwa kwamba ni ukweli. Na Roho Mtakatifu alikuwa akijaribu kuwasukuma wakili wakubali kwamba kweli sisi ni wapungufu Bwana, wewe ndio uliokuja nayo, hiyo ndio sura ya Mungu hasa. Lakini kilichoibuka ni kile ambacho kiliibuka kwenye moyo wa Shetani alipotaka kukubali. Shetani ama Lucifer alikuwa anakaribia kabisa kukubali kabisa mbinguni, alikuwa anakaribia kukiri. Kili kidogo, mara ghafla ile hali ikabadilika, kiburi chake tena kikainuka juu, kikaifunika ile hali ya usadikisho ule wa kwamba yeye alikuwa amekosea. Katika hukumu ambayo Yesu alimfanyia, kuanzia kumkamata mpaka kwenye msalaba pale kwenye mti wa Calvary, kuna hatua ambazo alipitia ambazo zilikuwa ni viti vya wakuu ambao walifaa watoe hukumu, aidha awe huru ama waendelee ama wamhukumu kifo ama hukumu yoyote. Yaani mahakimu walifaa wapitie kesi ya Yesu kwanza kabla apigwe msalabani. Sasa miongoni mwa hao ni Mheshimiwa Kayafa. Kayafa ni nani? Kitabu hiki cha Desire of Ages sura ya 75 inasema mbele ya Anasi makuhani na makuhani kwa Kayafa, mahakamani kwa Kayafa. Sasa ukisikia mahakamani, kwa maana huyo Kayafa alikuwa na kiti cha kuhukumu. Nataka tuchukue tu sentensi kidogo hapa ndio itusaidie kuelewa kwenye mambo yetu ambayo tunaenda kupitia hapo baadaye tunahitimisha. Anasema hivi kwenye huu kurasa wa 531, anasema kwamba lakini kabla ya yote lazima tuhuma ipatikane. Ninachozungumziwa hapa ni nini? Lazima kesi ipatikane ndio mtu mpeleke mahakamani, si kweli? Wewe utanichukua tu mimi hapo hivi sina kosa lolote na wewe ukanipeleke mahakamani. Na ukifika unasema aje? Lazima kwanza ipatikane nini? Tuhuma ambayo atatuhumiwa nayo. Sasa anasema bado walikuwa hawajapata tuhuma yoyote kwa Yesu. Hello? Kwenye maisha ya Yesu walikagua, lengo lao ni kumhukumu, lakini tuhuma sasa wanamhukumu na ipi? Walikuwa hawajapata. Anasi aliagiza kwamba Yesu apelekwe kwa Kayafa. Kayafa alikuwa mtu wa jamii ya Masadukayo. Ndio definition hii ya huyu jamaa.
cheo chake alikuwa ni nani? Anasi. Kayafa tunaambiwa kwamba alikuwa mtu wa jamii ya Masadukayo, ambao miongoni mwao wakati huo walikuwa maadui wakubwa wa Yesu. Yeye mwenyewe ingawa alikuwa na mapungufu ya nguvu ya ushawishi, alikuwa mkali, asiye na huruma, asiye na maadili kama alivyokuwa Anasi. Anasi alikuwa ni kuhani mkuu aliyekuwa amestaafu, mwaka wake umeshaisha, kwa hiyo alikuwa ameretire. Sasa huyu Kayafa ndiye alikuwa kwenye kiti. Sawa sawa? Haya. Sasa umesikia sifa zake. Alikuwa na tumbo chafu. Kwanza alikuwa mkali, asiye na huruma, asiyekuwa na maadili, lakini alikuwa ni kuhani. Utaelewa sasa huyu anampatanisha nani huyu sasa? Kama alivyokuwa Anasi, hakusaza mbinu yoyote katika kuhakikisha Yesu anaangamizwa. Sasa ilikuwa mapema asubuhi na kukiwa na giza kubwa, likitumia kirunzi na mienge, lile kundi lenye silaha lilisonga mbele pamoja na mshtakiwa wao kwenda kwenye kasri la kuhani mkuu. Mahali hapa, wakati wajumbe wa Sanhedrin walikuwa wanakusanyika kujadiliana, Anasi na Kayafa walimuuliza Yesu tena, lakini bila mafanikio. Baraza lilikwisha kukusanyika katika ukumbi wa hukumu. Kayafa alikalia kiti chake kama mwenyekiti. Sasa hapa, kuanzia hapa tuelewane vizuri. Kayafa alikalia kiti kama nani? Mwenyekiti wa baraza. Kila upande kulikuwa na waamuzi, na wale waliovutiwa sana na kesi ile, askari wa Kirumi walikuwa wamepangwa jukwaani chini ya kiti kikuu kile. Anasema chini ya kiti kile cha heshima ndipo Yesu aliposimama. Macho yote ya umati yalikuwa yamekazwa kwake. Msisimko mkubwa ulikuwa mkubwa sana. Katika umati wote, yeye peke yake ndiye aliyekuwa mtulivu na mpole. Unaelewa? Kwenye macho yote aliyokuwa yanamzunguka, yeye peke yake ndiye alikuwa nani? Mtulivu na mpole. Sawa. Hamu ya watu kumsikia Mwokozi na muonekano wa jumla kama wa kutaka kukubali mafundisho yake vilikuwa vimeamsha wivu mbaya wa kuhani mkuu huyu. Lakini kadri sasa Kayafa alivyomwangalia mshtakiwa huyu, alipigwa na mshangao mkubwa kwa muonekano wake wa wema na unyenyekevu. Anasema usadikisho ulimjia kwamba mtu huyu alitoka kwa Mungu. Nani huyu alisadikishwa hivyo? Wale tunaosikilizana. Nani ambaye ghafla alisadikishwa kwamba huyu mtu alitoka kwa Mungu? Kayafa. Naelewa? Kayafa ndio amekaa kwenye kiti cha heshima cha kumhukumu nani? Yesu. Sasa kadiri anavyomwangalia, akajawa na usadikisho ghafla, kwa maana alikuwa mnyenyekevu na mpole. Hata kwenye mahakama hiyo kizimbani anaonyesha utulivu wa hali ya juu. Sasa anasema alisadikishwa kwamba huyu mtu ambaye ni Yesu alitoka kwa Mungu. Swali, alichofaa kufanya hapo baada ya usadikisho ilikuwa ni nini? Si ni kushuka chini sasa? Umeshaelewa huyo mtu ametoka kwa Mungu, si ndio? Sasa yeye alifanyeje? Kilichofuata, andiko anasema aliondosha kwa dhihaka wazo hilo. Mwisho wa kunukuu kwanza. Aliposadikishwa ukweli ule, yule mwanaume, hilo wazo akalipangua haraka haraka kwa nguvu. Wale ambao tulikuwa pamoja kwenye last lesson kwamba tujifunza kwamba wakati ambapo ni mara ngapi Roho Mtakatifu amekuwa akisisimua, mafundisho yamekuwa yakisisimua roho yako.
na usadikisho unakujia mara ngapi? Kumbuka tulikuwa tunajifunza kisa kile cha ule mti ambao mwenye shamba aliomba ukatwe, kwa maana hata ardhi unaifanyaje? Unaiharibu. Kitabu cha Luka sura ya 13 aya ya 6 anasema kwamba ni mara ngapi umekuwa mshiriki wa kanisa kwa miaka mingi, mafungu yamesomwa, moyo wako ukaguswa, ukasisimka, lakini baadaye tena ukaipangua hiyo, ukarudi kwenye maisha ya kawaida ya siku zote ya dhambi. Ndicho kilichofanyika hapa kwa huyo mwanaume. Tulikuwa tunasoma Christ Object Lesson sura ya 17. Sasa yeye aliposadikishwa na Roho Mtakatifu kwamba huyu ni Masihi, hiyo hoja alipangua kwenye akili. Unajua akili ina uwezo wa kukataa kwa nguvu. Ghafla sauti yake ilisikika kwa dharau, sauti ya kuonyesha ukuu, ikidai kwamba Yesu afanye moja ya miujiza yake mbele yao. Naelewa hiyo? Wakati anasadikishwa, kuna muujiza wote ulitokea pale? Kama kipindi cha nyuma kabisa umefuatilia kwenye lesoni zetu za mwanzo kabisa, kwenye muujiza wa kweli, tuliwahi kujifunza kwamba muujiza wa pekee na wa kweli ambao mwanadamu anafanyiwa na Mungu ni kubadilishwa kutoka kwenye asili ya dhambi ya kwanza na kuwa mtu ambaye anapondeka roho na kubadilika kutoka kwenye uovu kwenda kwenye wema. Muujiza huo unazidi miujiza yote. Kama haukuweza kupata hiyo, urudi nyuma kwenye stream za nyuma. Hasa anasema hivi ya kwamba Kayafa akaanza kudai muujiza utendwe hapo ndio aweze kumwamini. Hapo anabishana na akili yake, si kweli? Yesu pale amejitambulisha kwamba ni mwana wa Mungu. Ila Roho Mtakatifu ndiye alimtambulisha Yesu ndani ya Kayafa kwamba huyo unayecheza naye hapo, huyo ni mwana mtakatifu wa Mungu. Badala akapangua hoja ya roho, lakini nafsi inaendelea kumsuta. Akasema hivi, onyesha muujiza tuone kama wewe kweli ni mwana wa Mungu. Ni mara ngapi sisi tumekuwa tukipewa ukweli, tunafundishwa ukweli, unasadikisha nafsi zetu kabisa kwamba this is truth. Lakini kinachofuata ni tunaanza kuangalia kwanza maisha ya hao wanaotoa huo ukweli. Swali la kwanza, kama kula vyakula hivi tunavyokula ni vibaya, vinaharibu afya, mbona yeye pia huwa anaumwa na watoto wake mbona wanaugua? Kwa nini yeye anafanya matibabu? Mbona kama ingekuwa yeye ndio anaishi kiafya, mbona yeye na yeye watoto wake wanakohoa? Hiyo unaelewa za hoja hizo? Aonyeshe kwamba muujiza kwanza aishi kwanza na watoto wake kwanza, bila nini? Bila homa wala nini, wala shida yoyote. Mara ngapi sisi tumekuwa na hoja hizo? Haya, kama ndio hivyo, kama ndio hiyo ndio ukweli, mbona wakubwa hawaujui? Na maana wote makardinali na mapadri wote, maana hawaionagi Biblia hiyo, hawaijui. Mbona sisi hawajawahi kutuambia? Ni uzushi. Sawa, tutaendelea kuona kadri Bwana anapotujalia, lakini kila ambacho tumeona hapa ni kitendo cha kusadikisha. Roho Mtakatifu akikusadikisha jambo kuwa ni ukweli, akili ya mtu inaweza kukataa kwa nguvu. Kayafa anasema, lakini maneno yake yalipita masikioni mwa Mwokozi kama vile hayakusikika, kama vile hakuyasikia. Watu walilinganisha ukuu na heshima wa Annas na Kayafa na muonekano wa upole na mvuto wa Yesu. Hata katika mawazo ya umati ule wenye moyo mgumu, swali liliibuka kwamba je, mtu huyu mwenye muonekano wa utauwa na atahukumiwa kama mhalifu? Sasa kilichofuata hapo
ilikuwa tu ni matokeo ya moyo mgumu wa nani? Wa Kayafa, kukataa usadikisho. Na hichi ndicho kilitokea kwa Farao pia. Alisadikishwa, akasema hakika hii ni Mungu, huyu sio uchawi wa kina Yane na Yambre, huu ni Mungu, muujiza wa Mungu wenyewe. Sasa Musa, nendeni mkatuombee na sisi. Kweli maneno haya hakuyasema? Aliyasema. Alipoyasema, baada ya muda tena ule usadikisho, ile conviction akaipanguza kwenye akili. Baada ya hapo akanyanyua majeshi kuwafuata Waisraeli tena. Swali, alirudi Farao? Alirudi? Hakurudi. Na swali, Kayafa alirudi nyuma baada ya kupanguza hiyo, baada ya kupangua hiyo hoja ya usadikisho wa Roho wa Mungu kwamba huyo alikuwa ni mwana wa Mungu. Alivyokataa kwenye moyo wake, akaipanguza hiyo hoja, amerudi nyuma kwenye maamuzi yake. Sawa. Sasa tuchukue aya moja ama mbili ili tusaidie pia kujua hatima ya huyu bwana. Zaidi sana Mungu alivyomshughulikia huyu mwanaume, utashangaa. Kwenye ukurasa wa 538 anasema hivi: kuhani mkuu aliogopa akiwa pale mbele ya macho yanayopenya ya Mwokozi. Jinsi alivyomwangalia ni kama vile alikuwa akiyasoma mawazo yake yaliyofichwa. Unaelewa? Kwenye akili kuna mawazo yamekuwa hidden, yamefichwa, huwezi ukayaona, ni Mwokozi tu. Unaelewa? Kwa hiyo tutakubaliana kwamba mtu anaweza akacheka kuanzia asubuhi mpaka jioni, anafurahi, lakini hakuna furaha yoyote ndani yake. Inawezekana? Ana pretend mpaka wewe mnasema jamaa leo moyo mweupe kweli, hajanuna. Ndani kuna waka moto. Hasa anasema hivi, kamwe katika maisha yake ya baadaye hakusahau macho yale yaliyomtazama ya mwana wa Mungu yaliyokuwa katika mateso. Tangu sasa, hiyo ni sentensi imenukuliwa ya Yesu. Unaelewa? Kwa kuanzia pale Kayafa alivyokataa hiyo usadikisho wa Roho Mtakatifu ya kwamba huyo alikuwa ni mwana wa Mungu, kuanzia huo muda mpaka maisha yake yote yaliyosalia, hakuwahi, hilo tukio alikuwahi kumtoka kwenye akili. Takumbuka pia hoja ya Herode. Wangapi tunakumbuka Herode alikufaje? Unakumbukumbu na hicho kisa? Lakini Matendo ya Mitume 12 ama 13. Unaweza kupata hicho kisa. Haya. Tangu amuue Yohana Mbatizaji, alikuwa na amani naye, akisikia hilo jina, moyo tumboni kama wembe unapita. Tangu sasa mtamuona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa Mungu, akija juu ya mawingu ya mbinguni. Mwisho wa kunukuu. Anaendelea kusema katika maneno haya, Kristo alionyesha kinyume cha tukio hili lililokuwa linaendelea. Yeye aliye Bwana wa uzima na utukufu angeketi katika mkono wa kuume wa Mungu, angekuwa mhukumu wa dunia yote, na uamuzi wake usingekuwa na kukata rufaa. Unaelewa? Kwenye kesi hiyo ambapo Yesu atakuwa ndio hakimu, hakuna kusema hivi nakata rufaa niongezewe sijui siku za kesi ama nipande daraja. Hakuna kitu cha hivyo. Sasa anasema halafu kila jambo la asili lingewekwa wazi mbele ya Mungu, na hukumu ingefanywa kwa kila mtu sawasawa na matendo yake. Kumbuka pia tuliwahi kujifunza kuhusu mambo ya asili, si ndio? Moyo unavyojaribu kumdanganya mpaka Mungu. Mioyo yetu wakati mwingine inajaribu kumdanganya mpaka nani? Mpaka Mungu. Aje mtu anaenda kuomba, kupiga magoti kuomba, anaanza kumwambia Mungu, sema ile dhambi ile mimi nilisababishiwa tu, singekuwa hivyo mimi ile dhambi nisingetenda. Ama mtu anaanza kusema hivi, Baba utusamee maovu yetu yote.
ila ndani kabisa ya moyo kabisa, kama kuna dhambi ambayo akili yake inamwambia hivi, Mungu hiyo hajaiona, kwa maana ni aibu sana, hajaiona. Hasa anaendelea kusema hivi, maneno yale ya Kristo ambayo yalimshitusha kuhani mkuu Kayafa, wazo kwamba kungekuwa na ufufuo wa waliokufa, wakati ambapo watu wote wangesimama katika kizimba cha Mungu ili kulipwa sawasawa na matendo yao, lilikuwa ni la kutisha kwa Kayafa. Wazo hilo Kayafa lilimtisha sana, kwa maana alikuwa anaamini kwamba ukifa mmemalizana hapo, si ndio? Hata leo kuna watu wanaamini hivyo. Kama umetenda dhambi, siku ya mwisho ni kufa. Ukifa, kufa kwako ndio siku ya mwisho, hakuna kufufuliwa, tumemalizana. Kwa taarifa yako, kama mtu amekuwa mkorofi, amekuwa akifanyia ukatili watu wengi, siku ya mwisho utakutana nao kwa pamoja, wakiwa wako pamoja mbele yako na hakuna msaidizi. Unaelewa? Omba Bwana kusaidie kwenye ufufuo wa kwanza pale Yesu anapokuja uwepo. Lakini kama mtu amekuwa gaidi mkorofi, ameua watu wengi, siku hiyo kama wewe ulikuwa rais, ulikuwa unapoteza wenzio. Siku hiyo hautakuwa rais. Mtu akifufuka anafufuka akiwa mwenyekiti wa General Conference. Ukifufuka unakuwa na cheo. Yesu akija, unafufuka wa kawaida. Unafufuka kama vile nilivyo mimi na wewe na marais na waheshimiwa na majaji na wale ambao wanafanya mambo ya uhalifu gizani, wakiwa wameweka tai nyekundu na makoti meusi, watakuwa ana kwa ana na wauaji wao, wale waliowaua, bila kuwa na kinga yoyote wala uheshimiwa. Sasa huyu pia likamshtua Mheshimiwa Kayafa, akasema tutafufuliwa, halafu mambo yetu yote yataletwa mbele ya hakimu. Akashtuka, lakini anasema hakupenda kusikia kwamba siku za usoni angehukumiwa kulingana na matendo yake. Hivi unaelewa moyo huo? Tangu walivyokataa usadikisho wa Roho Mtakatifu, moyoni mwake kuna jambo ambalo hatamani mtu yeyote apate kulijua. Hasa naambiwa kuna siku atakutana nayo. Na kuna watu wengine leo, mtu anazini halafu hajulikani kwa sababu hatumjui. Yeye anaenda anawaambia washikaji zake YouTube, wanaambia jamani ni hivi na hivi. Yeye anajua hivi, baada ya hapo yameisha. Kila kesi itarudiwa upya kama vile ndio imemalizika kutendeka wakati huo, na hakimu akiwa mbele ya macho ya kila mmoja. Anasema hivi, mbele yake kulipita haraka kitu kama sinema. Unajua sinema? Hii projector hii hapa. Anasema hivi, mbele yake Kayafa alipitishiwa kama kitu kinachoitwa sinema, kikionyesha matukio ya hukumu ya mwisho. Kwa muda aliona jambo la kuogofya la makaburi kuwatoa wafu waliokuwemo, pamoja na siri ambazo alitamani kwamba bora zingefichwa. Kwa muda alihisi kama angesimama mbele ya hakimu wa milele ambaye jicho lake linaona mambo yote. Lilikuwa linasukuma moyo wake, likiweka wazi siri zilizotamaniwa kufichwa pamoja na waliokufa. Naomba tuelewe sentensi hii tu kwamba yule Bwana katika mambo yote, Bwana alimshughulikia sana huyu ndugu. Unajua mpaka akafunguliwa, akaanza kuona maono. Akaona kabisa hukumu, akaona mpaka wafu wanafufuliwa, akaonyeshwa maono. Mambo ambayo yeye alizani yamefichwa akayaona wazi wazi. Lakini bado usadikisho hakukubali. Kwa hivyo tukubaliane kwamba usadikisho ni kitu ambacho unaweza kukikubali ama unaweza kushindana nacho ndani ya moyo. Si kweli? Unashindana na usadikisho. Basi kwa mfano huo tunaweza kwa ajili ya kuelewa hii maana kwa upana wake ya neno usadikisho na jinsi ambavyo Kristo anafanya kazi na usadikisho wa mwanadamu,
katika kumpatanisha mtu kwenye hukumu inayoendelea sasa ya upelelezi. Ni mfano huu mmoja tu ambao kila mmoja wetu utampata, lakini at the end of the day huyu bwana alikufa akiwa na ugumu wa moyo wake, hivyo hivyo kama alivyokuwa mbele ya Yesu kama hakimu. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Yes. Sasa kama kila mwanadamu katika ulimwengu huu, ama mdogo ama mkubwa, ama ana cheo ama hana cheo, awe tajiri awe maskini, atakutana na picha yake na kila jambo ambalo analifanya siku ya hukumu, kama vile ndiyo amemaliza kulifanya. Kumbukumbu zitawekwa wazi mbele ya kila mmoja wetu. Lakini sasa tufanyeje? Kitabu cha kwanza cha Petro wa kwanza sura ya pili. Angalia sura ya pili, Petro wa kwanza. Some fungu la Petro wa kwanza sura ya pili fungu la 12. Maandiko anasema nini? Petro wa kwanza 2 fungu la 12, maandiko anasema wakafunuliwa ya kuwa si kwa ajili yao wenyewe, bali kwa ajili yenu walihudumu katika mambo hayo ambayo sasa yamehubiriwa kwenu na wale waliowahubiri ninyi Injili ya kwa Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni. Mambo hayo malaika wanatamani kuyachungulia. Hello. Sawa. It was chapter, nilisema Petro wa kwanza sura ya pili fungu la 12, sio sura ya kwanza. Fungu la 12 nasema muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa. Hello. Muwe na mwenendo mzuri kati ya mataifa, ili iwapo huwasingizia kuwa watenda mabaya, wayatazamapo matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kujiliwa. Happy Sabbath. Happy day. Nataka tuulizane swali kidogo. Maandiko yanasema tuwe na mwenendo kati ya mataifa mzuri, ili kwamba wakitaka kutusingizia kwamba sisi ni watenda mabaya, wakikagua maisha yetu wakose la kutushtaki. Swali, wakati Yesu akiwa kwenye huduma yake, mara nyingi waliokota mawe kumtupia, kumpiga, kwa sababu walisema kuwa anakufuru. Swali, kwa nini kwenye kesi mashtaka hayo hayakuletwa? Umeshajiuliza hivyo? Kwamba wakati kwenye Luka sura ya 14 pale wakaokota mpaka akawauliza, jamani, nimefanya kazi nzuri na katika kwenye hizo kazi nilizofanya, ni kazi gani mnataka kunipiga mawe kwa ajili yake? Wakasema kwa hizo kazi nzuri zenyewe sawa, kwa ajili ya hizo hatukupigi, ila kwa ajili ya wewe ulio mwanadamu kujilinganisha na Mungu na kusema ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu, kwa kitendo hicho unahukumiwa. Swali, ilikuwa kuwaje mpaka wakatafuta shtaka wasilione, wakati kule walitaka kumpiga mawe kwa sababu walimshtaki, kwa sababu waliona anakufuru? Kwa nini hayo mashtaka ya kwanza kule waliotaka kumuua kwayo hawakuyaleta mbele ya Kayafa? Nani anaweza, mzee, unaweza umelielewa swali? Wayahudi na Mafarisayo mara nyingi wamekuwa wakitaka kumpiga Yesu kwenye huduma yake kwa mawe, wakidai kwamba anakufuru na mashtaka mengine waliomwekea. Swali,
Kwa nini wakiwa mbele za Kayafa na kuhani mkuu yule mstaafu na makuhani wengine, kwa nini hawakuleta mashtumu hayo na mashtaka hayo ambayo mwanzo waliyaleta? The answer is, wakati Yesu akishutumiwa hapo, kama wangeyaamsha yale, kwanza kusema kwamba Yesu ana nini? Anadai kuwa yeye ni mtakatifu, ni mwana wa Mungu. Kwa kitendo hicho ambacho wangefanya hapo, kingewafanya washindwe kesi. Unaelewa? Wangeshindwa. Na walichokuwa wanazingatia kwa nguvu sana, wanatafuta walikuwa wanaogopa sana kuamsha hisia za matendo Yesu aliyokuwa anayafanya katikati ya wale wanaosikiliza, wale mashahidi wa kesi. Walikuwa wanatafuta sana kwa bidii kuyaficha hayo ambayo Yesu aliyatenda yasiibuliwe, kwa maana yakianza kusemwa ni mazuri, watu wangeshindwa kumhukumu Yesu. Kwa ndio maana wakayaficha mpaka wakatafuta wanafanya haraka kabla hayajasemwa, ili wamhukumu Yesu kabla nini? Hawajadhalilishwa. Kwa maana kama yangesemwa hayo, hata kama wangemuua Yesu kwa nguvu, wangepoteza heshima yao kwa majority. Kwa ndio maana mashtaka yale ya kwanza ambayo walitaka kumuua nayo haya kusemwa. Sijui kama muda unaturuhusu kuendelea, lakini naomba tupite kidogo kwenye kile ambacho kiko mbele yetu. Haya tunajifunza sio kwa sababu tunataka kujua tu. Ni tofauti na udaku. Udaku ni ukishajua unacheka habari imepita, si ndio? Ukishajua taarifa kwenye magazeti yale ya udaku, unafanyaje baada hapo? Unacheka, unaweka gazeti, unachukua jingine. Lakini sisi hapa tunachoangalia ni hatua iliyokuwa nyuma, iko inaendelea kwetu na itakuja. Kwa hivyo tunajifunza hila za shetani ili tuweze kuwa na nini? Na uwezo wa kujua anavyofanya kazi, ndio tuweze kushinda. Pambano Kuu kurasa wa 525. Twende mbele kidogo kwenye ukurasa wa 528. Tuone kile kitakachokuwa mbele. Mada kuu ya sura hii inasema kwamba watu wa Mungu waokolewa. Kabla Yesu aje mara ya pili, kuna hatua ambazo, kuna matendo ambayo yatatendeka ama matukio ambayo yatatendeka ambayo tunafaa kujiandaa nayo, na tofauti na maandalizi hayo hakuna tutakachofanya zaidi ya kushindwa. Sasa naomba tupitie paragrafu 2 hivi ama 3 kwenye sura hii ya kitabu cha Pambano Kuu, sura ya 40. Kurasa wa 528 aya ya kwanza. Anasema hivi: wakati maneno haya ya tumaini takatifu yanapopanda kwa Mungu, mawingu yanasukumwa nyuma na mbingu zinazong'aa zinaonekana zikiwa na utukufu usioelezeka, zikitofautiana kwa kila upande na anga hili jeusi na linalochafuka. Utukufu wa jiji la mbinguni ukipepea kutoka kwenye malango yaliyofunguliwa kidogo. Halafu ukaonekana mkono angani ukiwa umeshikilia mbao mbili za mawe zilizofungwa pamoja. Hii ni habari inahusu nini? Habari hii ni kipande kidogo cha habari ndefu ambayo itakuwa muda mfupi kabla Yesu aonekane. Kutakuwa na mawingu meusi juu angani yanagongana huku na huku, na dunia itakuwa kwenye mtafaruko ambao hakuna mtu atakayekuwa amekaa ndani na amani na remote anaangalia TV. Hata kama una kamera yako kali,
utaitupa bila kujua ni wapi umeitupa. Hali itakayokuwepo duniani ni machafuko. Sasa kwenye hali hiyo kuna makundi mawili, wengine wakiwa wanaitazama hiyo kama dalili ya tumaini la ujio wa Yesu kwao wakati huo, na wengine wakiwa hawana mahali pa kuweka miguu. Kila mahali wanasimama, wanaona ni hatari, wana hofu ambayo hakuna kalamu inaweza kuiandika. Maandiko yanasema hivi, hakuna anayeweza kuelezea juu ya wasiwasi ambao watu watakuwa nao. Magoti yanagongana, stability ya mwili imepotea. Hasa anasema kwamba katikati ya hiyo harakati, juu angani zinaonekana mbao mbili za nini? Za mawe. Wakati hizo mbao zinaonekana zikiwa zimefungamanishwa pamoja. Haya, nabii anasema mbingu zinatangaza haki yake, kwa maana Mungu mwenyewe ndiye hakimu. Nabii Daudi kwenye kitabu cha Zaburi ya 50 aya ya 6. Sheria hiyo takatifu, haki ya Mungu mwenyewe ndiye haki ya Mungu ambayo ilitangazwa kama kiongozi wa maisha katikati ya ngurumo na moto huko Sinai, sasa zinaonyeshwa kwa wanadamu kuwa ndio kanuni ya hukumu. Unaelewa mambo hayo? Hapa duniani, mbinguni, hapo angani kwenye sky, kutakuja kuonekana ambao zina amri za Mungu hizi ambazo wengi tunajaribu kuzinyamazisha dhamiri zetu zinapoanza kulalamika na kuuliza, kwa nini kama ziligongomelewa msalabani? Kwa nini kama kuiba ni vibaya? Kwa nini kuzini ni dhambi? Kwa nini kusema uongo sio vizuri kama amri ziligongomelewa msalabani? Ila nafsi zinapohoji hivyo, Roho Mtakatifu akitaka kutusadikisha ya kwamba amri za Mungu ni halisi, ni zinaendelea na zitadumu milele, sisi kama Kayafa tunanyamazisha mawazo hayo na kuendelea kuambiana watu kwamba kikubwa ni imani yako tu. Wewe sali tu Jumapili, Jumatatu, Ijumaa, Mungu ni yule yule. Hizo comfort hizo ndizo zinanyamazisha dhamiri zinazolalamika kwamba mbona amri za Mungu zimesahauliwa. Haya, anasema sheria hiyo takatifu, haki ya Mungu ambayo ilitangazwa kama kiongozi wa maisha katikati ya ngurumo na moto huko Sinai, sasa zinaonyeshwa kwa wanadamu kuwa ndio kanuni ya hukumu. Mkono unazifungua. Unaelewa? Na sio amri peke yake, unaonekana na mkono unazifungua mbao hizi, na hapo maagizo ya amri 10 yanaonekana kana kwamba yameandikwa kwa kalamu ya moto. Je, kwa wale ambao hawajui kusoma, listen. Anasema maneno yake yako wazi kabisa kiasi kwamba wote wanaweza kuyasoma. Kumbukumbu inaamshwa, giza la mapokeo na uasi linaondolewa katika kila akili. Unaelewa? Giza la uasi na mapokeo. Mapokeo ni vile vitabu vyetu vile ambavyo vinakanyaga amri za Mungu, tunajiwekea pale kanuni za kanisa, tunajiwekea pale katekisimu, tunajiwekea chuo kidogo cha sala pale, tunajiwekea mapokeo ya kwamba mtu atasamehewa dhambi na kupatanishwa na Mama Maria, hata maandiko yanasema wazi kwamba hiyo ni kufuru. Hayo yanamulikwa wazi wakati huo, yakionyeshwa kwamba tofauti yake hayo mapokeo na amri za Mungu zinawekwa wazi kwenye akili ya kila mmoja saa hiyo. Haya, tuna bahati kwa maana Mungu ametufunulia kabla ya tupate. Anasema hivi, zilikuwa zimeeleweka vizuri na zikiwa na mamlaka, zinaonyeshwa machoni mwa wakazi wote wa dunia. Haiwezekani kabisa kueleza hali ya hofu na fadhaa ya wale ambao wameyakanyaga maagizo ya Mungu matakatifu. Wale ambao tumekuwa tukiyakanyaga maagizo ya Mungu matakatifu, amri za Mungu 10.
Hofu ambayo itakuwepo, maandiko yanasema haiwezekani kabisa kueleza hali hiyo. Mungu aliwapatia sheria yake, wangeweza kulinganisha tabia zao kwayo na kujua kasoro zao wakati kulipokuwa na nafasi kwa ajili ya kufanya toba na matengenezo. Unaelewa? Mwambie mtu fanya matengenezo. Jamani, na mimi mwenyewe majibu ni mengi. Mimi mwenyewe nasali Jumapili. Mimi mwenyewe nasali Jumapili. Si kikubwa tu ni imani yako. Ile kikubwa tu wewe matendo yako mazuri, hayo ndio tunaamini yatatuokoa. Lakini hata kama Mungu angeturuhusu sisi kila mmoja asimamishe basi matendo yake ndio yamuokoe, kuna mtu ataokolewa? Unayakimbia mwenyewe, unayakimbia matendo yako. Haya. Sasa anasema Mungu aliwapatia amri ili waweze kufanya nini? Toba na matengenezo, lakini kwa ajili ya kupata fadhila za ulimwengu waliweka kando maagizo yake na kuwafundisha wengine kuziasi. Unaelewa? Wale wenzangu na mimi, wale ambao tunapenda kufundisha neno la Mungu, tunafanya vyema. Lakini kitendo cha kufundisha amri za kinyume na amri za Mungu, kuwafundisha wengine kuziasi, unawaondolea watu hofu na kuwaaminisha kwamba hakuna hasara ya kuvunja amri za Mungu, ili mradi unaongozwa na Roho Mtakatifu, fanya vile unavyoona. Wewe nikwambie, mbinguni shetani lalamiko lake kama dai lake kubwa kwa malaika ni sisi ni watakatifu Bwana. Sisi ni watakatifu, tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Hatuwezi kuongozwa na sheria. Tuna Roho Mtakatifu, kwani sisi tutaasi? Tunawekeana masheria, tunawekeana mipaka, ni kukoseshana amani. Unasemaje? Ndio maana wakachukuliwa wale malaika wakaanguka pamoja na Lucifer. Kesi ilikuwa ni hiyo hiyo ambayo amekuwa akiendeleza kwa wanadamu hapa duniani kwa juhudi kubwa, kuaminisha kwamba amri za Mungu zimeishia msalabani na sabato ya Mungu, sabato takatifu, hamna haja. Mwingine ili msiongee mengi anasema dini zote ni njia ya kwenda mbinguni. Wewe sali tu popote, tutakutana tu mbinguni. Yaani kwamba mbinguni wewe utatafuta chocho yako, unaingilia huko na mimi nitaingilia ninapoona, ila tutakutana hapo. Hapo sio kwenye club. Mbinguni sio ghetto. Kama mwingine atapitia huku mwingine huku, tunakutana hapo. Amri za Mungu pekee zinazotuongoza kumuona Mungu katika tabia yake halisi alivyo. Sasa tukishindwa kuzielewa hizo, tuangalie Yesu jinsi alivyoishi. Ameishi amri 10 za Mungu kuanzia ya kwanza mpaka ya 10 bila kuikosea hata amri moja. Haya. Walikuwa wamekazana. Maandiko yanasema walikuwa wamekazana kuwalazimisha watu wa Mungu kuikufuru sabato yake. Wamekazana. Sasa wanahukumiwa na kushutumiwa kwa sheria hiyo walioidharau. Kwa uwazi wa kuogofya, wanaona kwamba hawana udhuru. Walimchagua yule waliyempenda kumtumikia na kumwabudu. Ndipo mtakaporudi na kupambanua kati ya wenye haki na waovu, na kati ya yeye anayemtumikia Mungu na yeye asiyemtumikia, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Malaki sura ya 3 aya ya 18 na kuendelea. Hello, happy Sabbath, happy day. Kwa hivyo hapa wanapohukumiwa kwenye hali hii, hakuna mmoja ambaye amesimama pale kama hakimu kizimbani, kama tunavyoambiwa Mungu anasimama kama nyuma, anasimama mbele ya mtuhumiwa, anaanza kuhoji maswali. Mbona siku ile ulifanya hivi na hivi? Mungu hafanyi hivyo. Yeye anakuonyesha ukweli ili uongo wako uwe uchi mbele za ukweli. Bwana atubariki na alibariki neno lake. Panapo neema ya Bwana tunaweza kuwa pamoja tena, lakini hebu nione mikono ya wale ambao wana swali ama wana neno la kuongezea katika haya ambayo tumesoma. Swali?